katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye imetoa ukuhani kwetu ili tuhudumu machoni pako kila itwayo leo. Tunasimama kwenye preshwari hii, kwenye mamlaka na madaraka yote wewe ndio, katika uungu na utukufu wako, tukiombea watu wote, nafsi zote ambazo ziko hapa, maana zote ni mali yako. Ndiyo. Kila mmoja amekuja kwa namna yake, ukimsoma kibinafsi, maana unajua jina la kila mmoja. Hata kama sisi wote tumeitwa Jean-Marc, ungitofautisha hizi Jean-Marc ni wanani, kwa sababu natujua tena ndani kinaganaga. Tunaombea watu wako Bwana, wamoja wamekuwa wamevamiwa na nguvu za giza na hawajielewi, wanaongea maneno ya ujinga, wanapigana na Mungu kumbe hawajui. Wengine wanapigana na madestiny yao, wanapigana na makusudi ya Mungu na baraka za Bwana. Wengine wanapigana na wazazi wao na ndugu zao na wengine wanaowafaa, kwa sababu wamefungwa na roho za giza. Tunawaombea kwenye mkutano huu, fungua watu wako Bwana, fungua watu wako Bwana. Kuna wamama ambao wameshindwa unyumba, si kwamba unyumba haiwezekani, lakini kwa sababu mapepo imewavuruga akili, wanajaa kiburi, hawana mashauri, hawana maelekeo, hawana maono. Uwafungue kwenye mkutano huu ili ndoa zisimame, ili ndoa ziimarishwe kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mabinti ambao wameshindwa ndoa kwa sababu ya maisha yao mbaya, maisha ya zinaa, maisha ya kujibeba-beba, maisha ambayo haijiheshimu, maisha ambayo hayamheshimu Mungu. Tunawaombea wafungue, wafungue Bwana. Walio wagonjwa wafungue, walio na mapepo wafunguliwe, walio na shida mbalimbali za dhambi wafungue kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana wa majeshi, bariki watu wako na uhudumie watu wako na usaidie watu wako katika mambo yote. Wakati tunaendelea katika kuomba, tunaweza kuuliza kwenye mkutano. Yawezekana leo unajisikia kwamba hujamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na hii roho yako inajua. Unaweza hata kupanda kwenye madhabahu hapa haujamwamini Yesu Kristo. Tafadhali funika macho yako ujitazame, na leo unahitaji kumpatia Yesu maisha yako. Hapa siku naongelea kuwa mwana dini. Unaweza kuwa kwenye sepa, unaweza kuwa kwenye kadasi, unaweza kuwa kwenye sepa, ungali mpagano, hauendi mbinguni, hauko kwenye msafara kutembea na Bwana. Na leo unasikia neno la Mungu niliwaambia kwamba siku ziko tofauti. Unahitaji kumwamini Yesu Kristo, na ndio maana unalemewa ndoto. Unajua mtu ni ndoto, mwili ni picha, ni fotokopi ya nafsi ya mtu, na mtu anajielewa kule kwenye ndoto, kwenye maono, kwa sababu mtu rehele ni ule, na ule ndio ataishi miaka yote, na yule ndio atahukumiwa. Biblia inasema kwamba nafsi inayofanya dhambi ndio itahukumiwa. Mungu hatahukumu mwili huu. Kuna watu wanadhani kwamba watu wanaingia kwenye moto na mwili huu. Hapana, ni nafsi ndio kwenye uhai. Kama uko hapo hujamwamini Yesu Kristo, inua mkono wako tukuombee. Umpokee Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ewe mama, ewe baba, ewe kaka, ewe dada, hujamwamini Yesu Kristo, unahitaji kumwamini. Inua mkono tukuombee. Upokee neema hii na upokee uzima, upokee utukufu, upokee neno na ufunuo, na utembee na Bwana. Uende kwenye msafara pamoja na watu wote. Naona watu wote ni wa Kristo. Tuchapie Bwana kwa makofi na vigelegele.